Kwa sasa sidhani kama hapo kuna sababu ya serikali kuweza kuwaziwia wanachadema kufika. Kwa hiyo ina maana kwamba kimantiki ni kwamba hatuna demokrasia ya kweli, alafu pia tutaonesha mataifa mengine kwamba serikali yetu ina mambo mengine ambayo yanaamua kisirisiri. Mtazamaji wa YouTube channel yetu ya Hans TZ, leo ni siku nyingine, natumai mzima wa afya njema. Mbele yenu niko na Sheikh Ali, bado tuko tunaangazia mambo mbalimbali yanayohusiana na demokrasia, na leo tutazungumzia kutokana na kauli ya Kamanda Mulilo ambayo kesho tarehe 24 kutakuwa na shauri pale mahakamani kuhusiana na sakata la mwenyekiti wa Chama cha Kidemokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu, ambapo kesi yake itaenda kusikilizwa kwa awamu nyingine. Moja ya kauli ya Kamanda Mulilo alisema kwamba hatotaka kuona kwamba wananchi ama wanachadema kuhudhuria katika mahakama. Sasa leo Sheikh Ali atatuambia yeye kwa muono wake kutokana na kauli hii, labda kipi kinaendelea ama serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imefikiria nini hasa kutokana na namna ambavyo mambo yamekuwa yakijitokeza. Sheikh Ali, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Uko poa? Tuko good. Moja ya kitu ambacho ningetamani kusikia kutoka kwako kutokana na kauli ya Kamanda Mulilo, hivi ni kwa nini hasa huwa inajitokeza hivi? Kwa sababu imekuwa sasa kama vile tunaweza kusema serikali inahofia wanachadema, mbali ya kuwatoa kwenye uchaguzi wa mwezi Oktoba, lakini bado tunaona kuna vitu ambavyo vinaendelea kupinga kwa upande wa Chadema, ili hali kwamba ni haki yao ya kikatiba. Labda kwako unalipi la kuzungumza? Kwa upande wangu mimi naweza nikasema kwamba serikali inaiogopa chama cha Chadema. Kwa sababu alafu pia kama kuna uwezekano wa kuzungumza kwamba tuna ufinyu wa swala zima la demokrasia ambalo tunalolisema. Kwa sababu demokrasia kimsingi kwamba inabeba vitu vifuatavyo. Cha kwanza ni uwazi. Cha pili ambacho kinachobeba katika demokrasia ni uhuru wa kusikiliza. Kuna uhuru wa kutoa maoni kwa yeyote yule baada ya kusikia jambo. Alafu pia ndani ya demokrasia tunasema kunatakiwa tuwe na ile mihimili ambayo iko free. Kwa sababu utakapokuwa umezungumza labda umetoa warning ya namna hiyo, ina maana kwamba hapo serikali ina kauli yake au ina mambo yake ambayo yameshaamua. Kwa hiyo sasa hapo inavyoonekana kama mahakama haijapewa nafasi ya kuwa huru. Kwa sababu swala la kumziwia raia au mwanachadema kufika mahakamani, huko ni kumnyima haki yake. Kwa sababu anahitaji kusikia na kuelewa je, kiongozi wake amehukumiwa vipi, na sio kusikia tu kwamba kama vile chapati zimefungwa kisha zikaondoka. Sio maana. Yeye anahitaji ajue kwamba je, alizungumza nini, je alikiri, na baada ya kukiri hukumu iliyotoka ni ipi. Kwa sasa sidhani kama hapo kuna sababu ya serikali kuweza kuwaziwia wanachadema kufika. Kwa hiyo ina maana kwamba kimantiki ni kwamba hatuna demokrasia ya kweli, alafu pia tutaonesha mataifa mengine kwamba serikali yetu ina mambo mengine ambayo yanaamua kisirisiri. Labda mtazamo wako ni upi kutokana na namna ambavyo kauli imetoka ya Kamanda Mulilo wa kanda Dar es Salaam? Kipi hasa kinaenda kutokea sasa? Kwa sababu tunafikiri kwamba baada ya kutoka Chadema katika process za uchaguzi tuliona labda amani inaweza kupatikana. Lakini kama wanawekewa sheria dhidi ya viongozi wao namna kuweza kukutana nao, kimsingi kama ambavyo umesema haki ya kidemokrasia haki ya kidemokrasia inakosekana upande wao. Labda ni kipi hasa kitaenda kutokea wakati tunaelekea kwenye election? Hapa ina maana kwamba tunaandaa taifa ambalo sio zuri. Ina maana kwamba tunakuja kuandaa taifa ambalo litakuwa lina ubaguzi ndani yake. Yale ambayo labda yalikuwa yakikataliwa kwamba chama, labda masuala ya upande wa pili ambao tulikuwa tunazungumza kwamba uwepo wa vyama vingi kunaweza kusababisha madhara kama haya, kwa sababu
kama taifa tulikuwa tunahitaji kuzungumza kauli moja. Tunatakiwa tuwe wamoja. Yanapotokea kama haya yanatakiwa yafuate haki, kwa sababu kama wao tulikuwa tuna imani kwamba walijitoa wenyewe kwenye masuala ya uchaguzi. Kwa nini sasa tusiwape nafasi ya kwenda kusikiliza? Maana kwamba tunataka kuandaa vurugu ya taifa, kwa sababu na mimi labda kama mimi ni mwana NCCR Mageuzi na nimeona kwamba nimeonewa, kwa hiyo mwisho wa siku nitasema na yule pale wa Chadema, yule pale wa nini, kwa hiyo tutakuwa tunabaguana kivyama. Tutafikia msingi sasa wa kwamba kuzikwa nako atazikwa wa Chadema, CCM, NCCR Mageuzi. Ndiko tunakotaka kuelekea. Kwa sasa kwa haraka zaidi, ina maana kwamba serikali ichukue tahadhari hii kabla jambo zito halijatokea katika taifa, kwa sababu tunakokwenda ni kwenye taifa la kubaguana ambalo lilishapingwa na Mwalimu tangu enzi hizo. Kwa sasa ni lazima serikali ichukue hatua ya haraka kuweza kudhibiti haya mambo yaweze kuenda kama vile ambavyo yanavyotakiwa. Kama tumekubali kama nchi yetu ni ya kidemokrasia, basi hebu tujaribu kuendesha vile kidemokrasia, kwamba kila mmoja ana uhuru wa kufika mahakamani, atakapofika mahakamani akasikilizwa na watu wengine wakasikia, kama ni hukumu watu wakajua. Kwani shida ni nini? Ndio tuulizane mimi na wewe, tatizo liko wapi? Kwa hiyo kama tunamuogopa huyu mtu kwamba labda ana mamlaka makubwa, sidhani, kwa sababu serikali ni serikali, ina mamlaka yake tena nzito na inajitegemea. Kwa nini tumuogope huyu mtu mmoja mpaka tunazuia na watu wengine wasiende kumsikiliza? Hebu tujipe nafasi na tuipe haki ile demokrasia ambayo tuliyosema ya taifa letu, kwamba tumeamua iwe ya kidemokrasia, kila mmoja ana uhuru, ana haki, kuna uwazi ndani yake. Kwa hiyo sasa hivi vitu ni lazima vifanyike kwa misingi hiyo ambayo tunaitaka. Kama tunavyozungumza ndani ya katiba, basi na midomo yetu izungumze hivyo, tusipindishe. Kwa hiyo tunapopindisha mwisho wa siku ndio yale kwamba yanatokea tena vilio vingine, kwamba bora tuwe na katiba ambayo itakuwa inaonesha kwamba muhimili huu uko hivi na huu uko hivi, sio kwa kupokea labda taarifa kutoka kwa nani, sijui nimechukua mamlaka kutoka juu, sijui nimechukua mamlaka kutoka kwa nani, sijui nimechukua mamlaka kutoka kwa nani. Kwa hiyo tunatengeneza taifa ambalo tutakuja watu kupotezana mwisho wa siku kuuana bila sababu za msingi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo sio vizuri katika taifa. Kwa hiyo niombe serikali kwenye hatua hii, kabla haijachafuka zaidi, basi waweze kutengua kauli na hatimaye kufikia katika yale malengo ambayo tunayoyataka, taifa ambalo ni zuri na taifa ambalo lenye amani na upendo, ambalo lenye jina zuri Tanzania, kila mmoja aishi kwa uhuru wake na kwa haki yake. Basi itakuwa ni misingi mizuri kabisa na upendeleo ambao tuliopendelewa na Mungu wa amani yenye kudumu. Basi mtazamaji wangu, mimi sina la zaidi. Kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia vipindi vyetu, nikukumbushe kusubscribe, kulike, kushare na comments ili uwe wa kwanza kuweza kupata video zetu.